Nimekuambia namba moja. Namba moja nimekuambia maombi kuwa magumu. Maombi kuwa magumu. Mbele pale tunaambia hamu ya kuomba inapotea. Hiyo ni alama namba moja na kuonesha mtu huyu ndani yake kuna ukame wa kiroho. Roho yako imekuwa kame. Utaomba kila maombi. Utapiga kila aina yote ya sali ya magoti kuomba. Hakuna maombi yatakayojibiwa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu roho ya ukame imekaa ndani yako. Ni vyema sana na ni muhimu sana kutambua ya kwamba ndani yako utakiwi kuwa mkame, lakini ndani yako unatakiwa kuwa mbichi. Ni nani anaweza kukupatia ubichi ndani ya moyo wako? Ni Roho Mtakatifu mwenyewe. My God, my Sheila Agadisia. Ni kwa nini Roho Mtakatifu alishuka siku ya Pentekoste? Na baada ya kushuka Roho Mtakatifu siku ya Pentekoste, nini kiliendelea? Walitoka watumishi na kwenda nchi nyingine, sehemu tofauti tofauti, kwenda kuitangaza neno la Mungu. Watu walipata nguvu ya kuomba. Ndani yako Roho Mtakatifu akiwepo, ile hamu ya kutokuomba itaondoka. Muda wote utakuwa ukisikia hamu ya kuomba. Muda wote utakuwa ukisikia hamu ya kufunga. Muda wote utakuwa na hamu ya kusoma neno, ya kutafakari makuu ya Mungu juu ya maisha yako. Kutafakari uwepo wa Mungu mchana na usiku. Arimas kapala hata. Lakini kama ndani yako kukiwa kuna kitu kinacho ukame wa kiroho, hakuna kinachoweza kujibiwa wala kutokea kwenye maisha ya kimwili. Naweza ukawa unakuja kila wakati unalia kwa baba wa kiroho. Baba, naomba uniombee. Baba, naomba useme neno juu ya maisha yangu. Lakini ushawahi kujiuliza wewe mwenyewe binafsi kwa habari ya kiwango chako cha kiroho? Je, ndani yako una feel the power of God? Unausikia ule uwepo wa Mungu? Je, unaamini kwa asilimia